hapa niweke sawa, tusichanganye masuala ya vijana ya wizara yake mahususi ya vijana, lakini kuna sehemu tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba masuala haya yanakwenda vizuri, kwa sababu masuala ya vijana ni mtambuka, yapo kwenye sekta zote tulizonazo nchini. Hivyo nami nitayagusia. Ndugu waandishi wa habari, dira ya maendeleo ya mwaka 2050 inalenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea kwa kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi. Sekta hizo ni pamoja na kilimo, utalii, viwanda, ujenzi, michezo na sanaa za ubunifu na madini. Kwa msingi huo, mwelekeo wa serikali katika uwekezaji kwenye sekta hizo unatarajiwa kuongeza fursa za kiuchumi, ikiwemo kwa makundi maalum. Ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa jamii kuvitumia vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii na maendeleo ya jamii ufundi ambavyo ni Rungemba, Ruaha Iringa, Mlale iko Ruvuma, Mabugai kiko Tanga, Uyole kiko Mbeya, Monduli kipo Arusha, Misungwi kipo Mwanza na Buhare kiko mkoa wa Mara, pamoja na taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru ambayo iko Arusha, ili jamii iweze kupata maarifa na ujuzi utakaochangia kujiletea maendeleo kwa kujiajiri, kuajiri na kuajiriwa na kuajiriwa pia na kuajiri wengine. Nataka niseme kwamba vyuo hivi huwa vina program kwenda kwenye jamii, kwenda kupeleka dhana nzima ya masuala ya maendeleo ya jamii. Hivyo basi jamii, ni waombe mnapoona vyuo hivi vikija kuwafikia kwenye jamii, mvipe ushirikiano. Vina mengi vya kuweza kuwafanya mpate mwelekeo chanya wa kuzifikia fursa za maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, ili kuwa na taifa lenye wananchi wazalendo wanaozingatia maadili ya kijamii, ni muhimu kuwekeza katika malezi na makuzi bora ya watoto. Katika kufikia lengo hilo, serikali inaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoa elimu ya malezi kupitia mwongozo wa wajibu wa wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya watoto na familia. Na hadi kufikia Disemba 2025, wataalamu wote ngazi ya mkoa na halmashauri wameshapatiwa mafunzo kuhusu mwongozo huo ili wapeleke ujumbe huo katika jamii, na sisi tutaendelea kujielekeza vilivyo kuhakikisha kwamba familia zetu zinajengwa imara na watoto watokanao na familia hizi wanakuwa bora zaidi walioandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwa tunu ya taifa hili kuelekea mwaka 2050 waweze kutekeleza dira hii vizuri zaidi. Ndugu waandishi wa habari, ninasisitiza umuhimu wa wazazi wote wawili, baba na mama, kushirikiana katika kuwalea watoto ili kufikia ukuaji timilifu kimwili, kiakili na kisaikolojia. Vile vile ni muhimu kwa wazazi au walezi na jamii kuwa karibu na watoto wao, kwa sababu watakuwa wanatengeneza muunganiko, yani bond, na hivyo kuwezesha upendo toshelevu wa mtoto na wazazi au walezi wake. Kukosekana kwa hiyo bondi kunapelekea watoto kutokuwa na upendo kwa wazazi walezi wao, hasa wanapokuwa watu wazima, na kuwatelekeza hao wazazi wao. Ndugu waandishi wa habari, katika kuimarisha wajibu wa wazazi katika malezi ya vijana balehe, serikali inatekeleza programu ya malezi ya vijana balehe inayojulikana kama Furaha Teen, inayotekelezwa kwa majaribio katika mikoa ya Songwe na Mbeya. Kupitia programu hiyo, wazazi wanafundishwa mbinu za kuwalea na kuwaongoza watoto wao ili waweze kukabiliana na changamoto za ujana balehe. Na programu hii inakusudiwa kusambaa katika mikoa yote. Aidha, natoa wito kwa wazazi kuhusu umuhimu wa kuwasikiliza na kuwashirikisha vijana wao katika shughuli mbalimbali za kifamilia na kijamii, sambamba na kuongoza kwenye masuala mbalimbali ya kijamii na kiuchumi, ili kuwaepusha na tabia na mwenendo au mienendo isiyofaa katika jamii.
Kama serikali inavyokuwa na mipango na mikakati yake, hivyo hivyo kwenye familia tunatarajia tuwe na mipango na mikakati ya kuwachukua vijana wetu, watoto wetu, kuwaingiza katika ratiba zetu, waweze kupata mwanga wa shughuli za kifamilia na kijamii zinazofanyika, ili baadaye na wao wakija kuwa waanzilishi wa familia zao waweze kufanya vema zaidi pasipo kutetereka.